Ulishia kujikuta kwenye mahusiano unampenda mtu fulani alafu baada ya muda huyo mtu anakuacha. Huwa inaumiza kweli. Sasa leo nitaenda kukufundisha kwa sababu kuna watu waga wanakosea. Baada ya kuachana na mtu fulani huwa anakosea, anaanza kupigia simu, kuanza kumfuatilia. Hapo utakuwa unakosea kabisa na utamfanya yule mtu adhibitishe kile alichokifanya ni kitu sahihi kwako. Sasa leo nitaenda kufundisha mbinu za kisaikolojia ambazo ukizifanya vizuri unaweza kumfanya yule mtu ambaye amekuacha aanze kujutia. Na muda mwingine anaweza karudi kabisa kuomba tena mwanze mahusiano. Lakini mbinu hizi ni nzuri ukizitekeleza kwa usahihi na zitakuletea matokeo mazuri. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, mbinu ya kwanza inaitwa kanuni ya no contact au kutoweka kabisa. Unajua kisaikolojia mara nyingi unapovunja mawasiliano na mtu ambaye mlikuwa mmeshazoeana naye, huwa ile hali ya mabadiliko inamfanya anajihisi tofauti. Kwa sababu kisaikolojia mara nyingi si binadamu tunathamini vile vitu ambavyo vinapotea au vile vitu ambavyo vinaonekana kama kubadilika. Kwa hiyo tunavibadilishia kabisa mtazamo na vinaongeza thamani kwetu. Kwa unapoanza kubadilisha mawasiliano hasa kwa mtu ambaye ameachana na wewe, hapo utakuwa unabadilisha kabisa mtazamo wake na anaanza kuona tofauti. Lakini watu wengi wanakosea, anaanza kupiga simu, kutuma message, kitabu. Hapo utakuwa unamtengenezea mwenzio ile nguvu ya kutawala hisia zako. Sasa kuna namna ya kutumia hii mbinu ya kutoweka. Jambo la kwanza kabisa ni kupotea muda usio chini ya siku 30 mpaka 60. Kisaikolojia huwa kuna utafiti ulifanyika kwamba binadamu huwa na uwezo wa kukumbuka jambo baya kwa muda wa wiki 3, yani siku 21. Baada ya hapo anasahau, anaanza kukumbuka mambo mazuri. Kwa hiyo muda mzuri jitahidi hata iwe siku 30 ambao ni mwezi mmoja, lakini ukiweza hata siku 60 ambao almost ni kama miezi miwili. Ukiweza hapo itakuwa vizuri zaidi. Kwa mfano umeachana na mtu, jitahidi kupotea, usimtafute, kuwa kimya na maisha yako hata kwa muda wa siku 30. Hapo utamtengenezea mabadiliko, ataanza kujisikia tena tofauti kwamba mbona huyu mtu yuko kimya, mbona anitafuti, na hiyo itatengeneza mvuto na yeye aanze kufikiria zaidi. Lakini jambo la pili, zuia digital footprint, yani mienendo ya kidigitali. Unajua watu wengi wanakosea pale anapoachana na mtu, anaanza kuangalia Insta story yake, anaanza kuangalia status zake anavyoweka. Pale unakuwa unatengeneza mvuto kwanza kumkumbuka tena. Tunaposema no contact maana yake ni kuvunja mawasiliano kabisa. Unapoanza kuona status zake, kuona picha zake, labda yuko na mahusiano mengine, itakufanya waanze kumfikiria zaidi, na hii mbinu haitafanya kazi kabisa. Lakini jambo la tatu ni jibu la kutafutwa. Watu wengi wao wanakosea pale anapotafutwa, anaanza kujibu kwa hisia, kuanza kulalamika au kuelezea sana. Unatakiwa unapotafutwa jibu kwa upole, lakini jibu lako lisio linaonyesha kama una hisia pia na huyo mtu. Unaweza kusema kufuata na kutafuta mambo, nasema poa. Yani jibu message ambayo inaonyesha kama vile unapokuwa unaongea na mtu wa kawaida, sio kama vile mwanzo tena mlipokuwa na mahusiano. Hapo utakuwa unamtengenezea mwenzio aanze kupata wasiwasi. Mbona yuko hivi? Mbona sasa hivi hamna zile emoji? Mbona sasa hivi hafanyi jambo lolote ambalo linaonyesha kwamba anajali? Kwa hapo utamfanya mwenzio aanze kufikiria zaidi. Lakini jambo la 4 ni faida ya scarcity, kuadimika. Unajua katika saikolojia ya uchumi, hata kwenye saikolojia ya kawaida, vile vitu ambavyo vinakuwa adimu kupatikana huwa vinakuwa na thamani kubwa. Ndio maana dhahabu na almasi huwa ina thamani kubwa, na ndio maana ikipatikana unapata pesa nyingi zaidi. Kwa unapopotea na kuvunja mawasiliano unapandisha thamani yako. Lakini watu wengi wanakosea, unakuta message, anatafuta, anafuatilia kwa marafiki zake, hapo utakuwa unaharibu kabisa mbinu hii. Lakini jambo la 5, badili mazoea. Tunasema pattern interruption. Kwa mfano unakuwa umeshazoea kama kila Jumapili mnakutana, au kila saa 4 mnampigia simu, au kila asubuhi unamtafuta. Badilisha huo mtazamo. Acha kabisa kufanya vile vitu. Hapo ndo utamtengenezea ile gap, na ile gap la ile pengo ataanza kulikumbuka, na hapo ataanza kufikiria na kukumbuka. Lakini sasa unapoanza kumtafuta, maana ile gap unaliziba na yeye hawezi tena kuanza kukukumbuka. Sasa lengo la mbinu hii ni kutumia muda huu kutoweka kujijenga upya. Ikiwa utatokea tena baada ya mwezi mmoja ukiwa yule yule mwenye maumivu, kanuni hii haitakuwa na nguvu. Lengo ni kwamba ukija kuonekana tena uwe wewe mpya, mwenye mafanikio, muonekano bora na furaha inayojitegemea. Unajua watu wengi wanakosea, unapoamua kutoweka alafu baadaye sasa ukaamua kuonekana au ukaanza kuonekana kwa mtu huyo, ukionekana na maumivu, maana yake bado utaonekana kwamba
yule mtu ana kuongoza hisia zako, yani kwamba bado ana nguvu ya kukutawala wewe. Lakini ukitumia huo muda kwanza kujijenga, kufanya mambo yako, malengo yako, kwa sababu hiyo sehemu maana yake utakuwa umenichukulia kama ni sehemu sasa wewe ya kutulia, kwanza kufuatia vitu vyako, kwa sababu mwanzo ulikuwa labda huwezi kushughulikia mambo yako, ulikuwa unamwazia mtu mmoja. Lakini sasa unapoonekana na maumivu, mbinu hii haitafanya kazi na utaendelea kuteseka. Lakini unapoonekana na mafanikio, muonekano bora na furaha inayojitegemea ambao haimhitaji yeye, utaonekana kwamba una ukomavu wa kihisia, na hii mbinu itafanya kazi vizuri. Lakini mbinu ya pili ni athari ya Zeigarnik effect. Nasema kwa lugha rahisi ni kazi isiyoisha. Unajua sisi binadamu kisaikolojia hatupendi vile vitu ambavyo viko nusu nusu. Na ndio maana hii saikolojia wanaitumia sana hata kwenye filamu za kawaida za season. Unakuta unaambiwa season 1 imeisha, tafuta season ya pili, na ile pale inapoishia inaishia sehemu nzuri. Yaani kwamba jambazi anataka kama kuuawa hivi, alafu inaishia hapo. Manake unabidi utafute season ya pili uangalie. Sasa hiyo ni mchezo wa kisaikolojia kwamba binadamu sisi tunapenda vitu ambavyo vimekamilika. Sasa unapoitumia kwenye mahusiano kwa mtu leo kuacha, usiwe mtu ambaye unaelezea vitu vyako vyote. Mara nyingi watu wengi wanapoachana wanatengenezaga mjadala, yani mdahalo mkubwa, unakuta wanakutana, wanaanza kuongea maelezo marefu, au wanapigana simu za masaa 24 au kutafutana message nyingi. Pale unapofanya kwa mtu huyo, maana yake wewe mtu anapokuacha anakuwa tayari ameshadhibitisha kwamba amekuumiza kihisia. Kwa hiyo anakuwa anaenda na jibu lake moja kwa moja. Lakini unapotumia mbinu ya Zeigarnik, maana yake unakuwa na maelezo mafupi alafu unatoweka. Hapo utakuwa unamwacha mwenzako kwenye fumbo na ataanza kuwaza kwamba wewe sasa hivi unafikiria nini na unafanya nini. Lakini ukianza kulia, unamtafuta message, unalalamika, maana yake mwenzako atakuwa ameshahitimisha kwamba ile filamu kuhusu wewe tayari inaonyesha kwamba wewe unaumia. Lakini ukimwacha kwenye fumbo, utakuwa unamfanya aanze kufikiria zaidi, na hiyo itaanza kumfanya aanze kukumbuka zaidi ya kawaida. Sasa kuna namna ya kutumia hii mbinu ya Zeigarnik effect. Jambo la kwanza kabisa, acha mwisho wa filamu uwe fumbo. Unapokuwa mmekaribia kuachana, sababu mnapanga kuachana, usiende kutafuta mdahalo wa muda mrefu, message, kulia, kumtafuta. Maana yake pale utakuwa unamhitimishia mwenzio kwamba filamu sasa hii ndio inaishia hapa. Ndio kama kwa mfano unaangalia movie kuona imeisha, maandishi yanapanda juu kama imeshaisha. Huwezi kuendelea kuitafuta hiyo filamu. Lakini unapoongea kwa ufupi, mkakubaliana, alafu kila mmoja akaendelea na mambo yake mengine, au mtu akabeba na mimi ninavyoona mahusiano yangu mimi na wewe yaishi, ukamwambia sawa, ukaendelea na mambo mengine bila kujitetea au kujielezea zaidi, utamwacha mwenzio kwenye fumbo. Lakini badili mtazamo wa kushindwa. Mara nyingi mtu anapokuacha anategemea utapata huzuni, utateseka, lakini wewe una ile kuachwa kama njia ya opportunity ya kwanza kujiendeleza. Tafuta kitu unachopenda, fanya mazoezi, tafuta hobby unayofurahia, ifanye. Na utapomtengenezea mazingira ya yule mtu aliyekuacha akakuona huko maisha mazuri, una malengo yako yanaendelea vizuri, unamfanya aanze kujisikia wivu au anaanza kujisikia vibaya, kwa sababu mara nyingi asilimia kubwa watu wengi wanaokuacha wanategemea utaumia na utateseka. Sana unapoona unaendelea na maisha yako, unafurahi, kazi zako zinaenda vizuri, utamfanya aanze kujifikiria, huyu sasa hivi anafanya nini? Huyu sasa hivi ana kitu gani? Na hapo ndipo utamfanya mwenzio aanze kufikiria zaidi. Lakini jambo la tatu ni open loop katika mazungumzo. Ikitokea mnaongea, mara nyingi hii open loop ni mazungumzo ambayo yanaanzwa alafu mwishoni yanakuwa hayamaliziwi, ndio tunaitaga ni loop. Kwa mfano mkiwa mnaongea, labda kwa mfano uko kazini, ongea naye kidogo afu baadaye mwambie msubiri kidogo, kuna kazi fulani naifanya. Pale utakuwa unamwacha njia panda, atakuwa anawaza huyu mbona sasa hivi amenikatisha, anataka kufanya nini? Mbona sasa hivi hataki kuongea na mimi muda mrefu? Lakini mnapokuwa labda kwa mfano bahati katokea mkaongea, ukaongea naye muda mrefu zaidi, utakuwa unavunja hii mbinu ya kisaikolojia. Ukampa muda ukaongea naye sana, jaribu kuonesha kwamba na mambo yako mengine unafanya hata kama hayapo. Kwa mfano unaweza kumwambia msubiri kidogo, kuna kazi hapa mmoja na imalizie, tutaongea. Hata baadaye unaweza usimtafute. Hiyo itakuwa inaonyesha kwamba kuna mambo mengine unaendelea na unashughulikia kuliko vile ambavyo yeye alikuwa anategemea kwamba ana nguvu zaidi kwako, kwamba akikutafuta basi utaacha vitu vingine na kumsikiliza. Na hii itaonyesha kwamba wewe tayari una nafasi ya kuendelea na mambo mengine. Lakini jambo la 4, usitoe ufafanuzi wa furaha yako. Kwa mfano kuna mafanikio umeyapata au jambo lolote ambalo unalifanya sasa hivi na mafanikio, usianze kuelezea. Hata kama kwenye status unaweza kupost, lakini usiweke caption yote, hata maelezo yote, au hata usianze kujivuna au kuna kitu fulani unafanya, au hata kama akikuuliza vipi sasa hivi maisha yako yanaendeleaje, unaweza kumwambia namshukuru Mungu yanaendelea vizuri. Kaishia hapo, usijielezee zaidi. Unapojielezea zaidi, maana yake utakuwa unavunja ile mbinu ya Zeigarnik. Kwa maelezo yako yawe kama fumbo ya kumfanya mwenzako aanze kutafuta zaidi, kwamba bora huyu yuko hivi, anafanya nini sasa hivi, atakuwa anaendelea na nini.
na hiyo inamfanya mwenzio aanze kukufikiria zaidi ya kawaida. Hasa jambo la kuzingatia, asali ya Zeigarnik inafanya kazi kwa sababu akili ya binadamu inachukia vitu vilivyo nusu. Unapokataa kumpa majibu ya maswali yake kama vile unafanya nini au upo na nani, unapata wapi hela, unamfanya awe mtumwa wa mawazo yake mwenyewe. Yaani ukimnyima hivyo vitu, atajikuta anakuota, anakufuatilia na mwishowe atajuta kwa nini aliondoka kwenye maisha ya mtu muhimu kama wewe. Na hiyo hali itaanza kumfanya aanze kufikiria na kukuwazia, na hiyo itaongeza nguvu ya yeye kuanza kujuta kwa nini aliondoka kwenye maisha ya kwako. Okay, mbinu ya tatu ni contrast effect, yani mabadiliko yanayoonekana. Sasa mara nyingi sisi binadamu huwa tunatathmini vitu kwa kulinganisha kitu kimoja na kitu kingine. Yani kwa lugha rahisi kwamba tukitaka kutathmini kitu, wakati tunaangalia kitu cha kwanza, alafu tunakiangalia kitu cha pili, tunatathmini kitu. Kwa hiyo tathmini ya kitu ndokana na vile jinsi binadamu tunavyoangalia. Kwa mfano, ukitaka kutumia hii contrast effect kwa mtu leo kuacha, unaweza ukabadilisha kabisa muonekano wako. Kwa mfano mwanzo ulikuwa na maisha ya kawaida, jitahidi kubadilisha muonekano wako ili anapokuja kutathmini sasa hivi aone kwamba kipindi uko naye ulikuwa uko chini na sasa hivi kuna mabadiliko makubwa ambayo umeyapata. Hiyo ndio contrast effect. Sasa kuna namna ya kufanya hii mbinu ili ifanye kazi vizuri na yule mtu aliyekuacha aanze kujuta. Jambo la kwanza ni mageuzi ya muonekano, tunaita physical upgrade. Anza kufanya mazoezi. Kama ulikuwa una tabia kufanya mazoezi, anza kufanya mazoezi. Nguo zako pasi vizuri, nyosha nguo zako kwa viwango vizuri, vaa nguo zako safi, pulizia perfume, yani pendeza kwa lugha rahisi. Manake pale anapokuja kukuona anajiona kwamba yeye ndo alikuwa anakudidimiza wewe usionekane kwenye muonekano mzuri. Lakini anapokuona wewe uko hali ya chini, manake ataona kwamba ndio anazidi kuumia na ile hali ambayo amekuacha nayo. Lakini mafanikio yako yawe kwa kiwango cha juu, tunaita status elevation. Kwa mfano sasa, kama mpira umeachana, anza kutafuta sasa malengo yako kama kujiendeleza kielimu, kufanya biashara zako ambazo mwanzo ulikuwa unasita kufanya. Yani fanya viwango vya juu ili atakapokuja kuona mafanikio yako aone kwamba yeye alikuwa na nafasi ya kuzuia wewe usipige hatua kubwa, na hii itaonyesha kwamba yeye kama alikuwa anakuzuilia wewe usitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini jambo la tatu, tofauti ya mazingira na ya kijamii. Jaribu kutafuta watu ambao wana mtazamo mzuri na kaa nao. Anavyoona vile, anaona kwamba watu wanaona thamani yako, na hiyo inamfanya yeye aone kama ni mtu ambaye alikuwa haoni thamani yako, na itamfanya ajisikie vibaya, anaanza kuwaza kwa nini alikupoteza mtu kama wewe. Lakini jambo la nne, tofauti ya kiuchangamfu, tunasema energy shift. Mara nyingi mtu anapokuacha anategemea utapata huzuni. Kwa hiyo njia nzuri ni kuanza kutafuta namna ya kujipa furaha mwenyewe. Nenda sehemu nzuri, kaa na marafiki, mfurahi. Anapoona hivi vile, anakuwa anaona kwamba yeye kumbe ilikuwa tu ni sehemu ya furaha yako, sio kwamba alikuwa na uwezo wa control furaha yako. Lakini unapokuwa unaonekana una hasira, uchungu, maumivu, hiyo inakuwa inamuonesha kwamba bado unaumia na bado una nafasi, yeye bado ana nafasi ya kuongoza maisha yako. Hasa kwa nini hii mbinu inafanya kazi? Kisaikolojia binadamu anachukia kufanya maamuzi mabaya. Anapoona unastawi, unabadilika au unakuwa na thamani kuliko mwanzo, uamuzi wake wa kuacha unaanza kuonekana kama kosa kubwa la kihistoria. Na hapo ndipo sauti ya ndani inapoanza kumwambia, nimepoteza dhahabu nikiwa nimeishika mkononi. Sababu ndo anaanza sasa kujuta kwamba kumbe mtu niliyekuwa naye alikuwa na thamani kubwa na nimempoteza. Lakini mbinu ya nne ni furaha isiyohusiana na yeye. Mara nyingi hii ni mbinu yenye nguvu sana, kwa sababu mtu anapokuacha huwa anategemea kwamba hutafurahi na hutajisikia vizuri. Lakini unapotengeneza furaha ambayo haihusiani na yeye, itakuwa inamfanya aanze kujifikiria kwa nini unafurahi, kipi ambacho kinakufanya sasa hivi unafurahi, na hiyo itamfanya aanze kufikiria na kuanza kukumbuka zaidi na kuanza kujuta hata pia kwa nini alikuacha. Hasa kuna namna ya kutumia mbinu hii. Jambo la kwanza kabisa, vunja ile zana ya utegemezi. Kwa mfano ulikuwa unamtegemea kwamba akikutumia message ndio ujisikie vizuri au kwa naye ndio furahi. Hasa kutafuta namna yeye mwenyewe kujipa furaha. Tafuta marafiki, kaa nao, furahi, nenda nao sehemu ambayo kuna mazingira ambayo atawafanya mfurahi. Hiyo anapokuja kuona kwamba una furaha ambayo hamtegemee, ataanza kujiuliza kitu gani ambacho kinakufanya wewe ufurahi bila yeye, na hiyo itamfanya aanze kujutia kwamba yeye kumbe alikuwa sio nafasi kubwa ya kufanya wewe ufurahi, na hiyo itamfanya aanze kutafuta sababu za kwa nini sasa hivi una furaha, na aanze kuangalia kipi ambacho kinakufanya wewe ufurahi. Na mara nyingi unajua duniani watu ambao wana furaha au watu ambao wana nuru usoni ni chache sana kupatikana. Kwa hiyo itamfanya aanze kutafuta
kipi kinakufanya wewe ufurahi. Lakini jambo la pili, furaha ya ushindi binafsi. Kwa mfano kuna jambo labda umefanikiwa au kuna jambo ulifanya, onesha mafanikio, furahi. Yani kwa lugha rahisi, jipende. Unapoonesha kwamba unafurahi kuliko chanzo cha furaha yake yeye kukufanya wewe furahi, inamtengenezea yeye fumbo kwanza kutafuta nini kinakufanya wewe ufurahi. Lakini jenga kumbukumbu mpya. Nasema new experience. Sasa hii ndio sehemu ya kwenda sehemu ambayo ulikuwa unasita kwenda, labda kwa mfano sehemu nzuri, kukaa, kufurahi na marafiki, au kwenda sehemu labda kutembea. Ile inakusaidia unafurahi na kutengeneza kumbukumbu ambayo itakufanya wewe ujihisi tofauti na vile ulivyokuwa mwanzo, na hii itakutengenezea wewe kujifeel tofauti na kuwa na furaha, na anapokuja kuona kwamba wewe unafurahi itamfanya aanze kufuatilia zaidi kwamba kwa nini unafurahi tofauti na yeye kupa furaha. Lakini jambo la 4, tabasamu la kukutana kwa bahati. Kwa mfano ukikutana naye usiwahi kutabasamu, unaweza ukatoka kidogo kumwangalia alafu ndo ukatabasamu. Hiyo inaonyesha kwamba wewe kwanza una kinyongo na yeye kwamba umemuondoa tayari moyoni, kwamba huna maumivu tena na yeye, na ndio maana moyo wako uko mweupe na unafurahi. Lakini unapomuona ukaanza kununa, kukasirika, itaonekana bado na maumivu na bado unamwazia, na hii mbinu haitaweza kufanya kazi. Na yeye mara nyingi anategemea akuona unajisikia vibaya au na changamoto ili yeye afurahie zaidi kwamba wewe unateseka. Lakini unapomuonesha kwamba unafurahi, sasa isiwe ya too much, unaweza ukatabasamu kawaida unapomwangalia, hiyo inaleta mvuto mkubwa zaidi. Lakini siri iliyopo hapa katika mbinu hii ya furaha ambayo inatokana na yeye, binadamu anavutiwa na vitu vinavyong'ara. Unapokuwa na furaha sio na masharti, unakuwa kama sumaku. Akitazama maisha yake ambayo huenda yana upweke, kisha atazame maisha yako yanayong'ara, na hapo ndipo ataanza kujiuliza, nilikosea wapi kumwacha mtu mwenye nguvu kiasi hiki? Lengo ni kumuonesha kuwa yeye alikuwa ni nyongeza, yani bonus kwenye maisha yako na sio msingi, yani foundation wa maisha yako ya kukupa furaha. Lakini mbinu ya 5 ni kuwa na emotion intelligence, yani akili ya kihisia. Unajua kwa lugha rahisi, emotion intelligence ni ukomavu wa kihisia. Watu ambao wana emotion intelligence ni wale watu ambao wanaweza kutawala hisia zao. Na mara nyingi ukionekana umeweza kutawala hisia zako, hata yule mtu aliyekuanza alikuacha ataanza kuona wewe ni mtu wa tofauti na ataanza kuwa na mvuto na wewe zaidi. Lakini ukionekana una hasira, una chuki, unamwazia, yani unakuwa hauna utulivu, huna amani, utamfanya mwenzako aanze kuona kwamba yale aliyokufanyia basi ana nguvu na ana uwezo wa kukutawala. Lakini ukishakuwa na ukomavu wa kihisia, maana hata yule mtu atakapokuona ataona kwamba hana asali kubwa ya kucontrol furaha yako au amani yako. Asa kuna namna ya kuitumia hii emotional intelligence, ukomavu wa kihisia. Jambo la kwanza kabisa ni ondoa kujibu kwa hasira. Hii tunaita reactionist state. Kwa mfano wala nyingi watu wengi wanakosea anapotafuta na mtu ambaye ameachana, atajibu kwa hasira, atatukana. Hapo unakuwa unaonyesha kwamba bado una maumivu na unajali. Lakini jibu kwa kawaida. Jibu kama unavyoongea na mtu wa kawaida au mfanyakazi mwenzako. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba bado ile nafasi ambayo mwanzo ulikuwa unampatia imeshatoweka. Na inaumiza sana kama mtu ulikuwa unampenda afu anakujibu majibu ya kawaida ambayo hayana hisia. Hiyo ndio ina nguvu. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba una ukomavu wa kihisia. Lakini kuwa mstaarabu lakini punguza ukaribu. Yani polite but distance. Mfano unapokutafuta labda anakusalimia, unaweza kujibu tu kwa kawaida au jibu fupi na ukatulia. Usiwe unaonyesha kwamba una ukaribu au unajali zaidi. Hiyo itamfanya aone bado ana uwezo wa control hisia zako. Lakini tambua mitego ya kihisia, tunaita validation trap. Anaweza kukuambia nimekumisi au nimekumbuka siku ya leo tulikuwa pamoja. Wewe unaweza usionyeshe hasira ukamwambia ni kweli nakumbuka pia, lakini ilikuwa ni kipindi cha nyuma. Unaona hilo jibu linaonyesha kwamba unatambua hiyo historia ya nyuma, lakini hiyo nafasi mwenzako hawezi kuipata tena, na huyo mtu ataanza kutamani apate ile nafasi tena kama mwanzo. Lakini ukionekana na mimi nimemisi pia, na mimi natamani hiyo siku, itakuwa inaonyesha kwamba bado unajali na unatamani yale mahusiano ya mwanzo. Lakini jifunze ukimya wenye nguvu. Sio kila kitu ujibu, na watu wenye ukomavu wa kihisia sio kwamba kila kitu wanajibu au kila vita wanaingilia. Kuna mambo mengine unatakiwa ukae kimya. Jibu vile vitu vya msingi. Kwa mfano mtu anakuuliza maisha yako yanaendaje, vipi kazi yako, unaweza ukajibu kwa jibu la mfupi kumwambia namshukuru Mungu afu ukatulia. Au kwa mfano umeona naye, unaweza kutabasamu kumwangalia machoni afu kumwambia namshukuru Mungu afu kaa kimya, usiendelee kutoa maelezo zaidi. Lakini jambo la 5 ni msamaha usio na maelezo.
Kwa mfano watu wenye mkomavu wa kihisia huwa wanajisamehe wao na wanamsamehe na yule mtu aliyowakosea, alafu wanasonga mbele, na hiyo inaonyesha kwamba wewe una ukomavu wa kihisia. Na mtu yote ambaye amemsamehe mtu anakuwa na nuru, yani amemsamehe yule mtu na yeye amejisamehe, anakuwa na nuru usoni, na hiyo nuru ndio inamfanya yule mtu avutiwe zaidi kuona kwa nini una furaha na una amani, wakati alitegemea wewe uwe na mawazo, uwe na kinyongo au ujisikie vibaya. Sasa ile hali ya kutafuta kwa nini una furaha ndio itaanza kumfanya yeye ateseke na kuanza kukuwazia na kufikiria na kutamani naye awe sehemu ya hiyo furaha yako, na hiyo itamtengenezea mvuto na aanze kukuwaza zaidi na kutamani arudiane na wewe. Sasa ukichanganya mbinu hizi, kuanzia kutoweka no contact, kutumia asali ya Zeigarnik, kuleta utofauti yani contrast effect, na kuwa na furaha yako binafsi na kutumia akili ya kihisia, unakuwa umejenga ukuta wa samani ambao mpenzi wako wa zamani hawezi kuupanda. Majuto yake yanatokana na wewe kumfanyia ubaya, bali yanatokana majuto yake hatatokana na wewe kumfanyia ubaya, bali yatatokana na yeye kuona samani yako halisi king'aa maradufu baada ya yeye kuondoka. Hapo ndipo utagundua kuwa wewe hukuwa tatizo, bali yeye ndio alikuwa anazuia vibe lako lisifike kileleni. Unajua mara nyingi unapochanganya hizi mbinu ukazifanya vizuri, mwenzako ataona kwamba alikuwa na nafasi ndogo sana ya kufanya wewe kuwa vizuri, lakini unapoonekana umeumia, unateseka, manaka atakuwa anaona kwamba yeye ana nafasi kubwa zaidi ya control furaha yako na amani yako. Hebu niambie katika mbinu hizi 5 kipi ambacho umejifunza zaidi, lakini kama una swali pia unaweza comment sehemu ya comment section. Asante kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bye bye na uwe na siku njema.